nchi ambayo haina shida. Waziri wa Afya Aden Duale amesema kwamba Wizara ya Afya haina fedha za kutosha kuwaajiri wafanyikazi wa huduma ya afya kwa wote UHC kwa kandarasi ya kudumu. Duale pia alieleza kuwa fedha pekee zilizopo ni shilingi bilioni 3.5 ambazo zinaweza tu kuajiri wauguzi kwa kandarasi ya muda. Aidha, waziri huyo aliongezea kwamba wahudumu wa afya wa UHC waliotia saini kandarasi zao watahamishiwa katika kaunti tofauti chini ya uangalizi wa magavana. Mwanahabari wetu Akida Kasim na taarifa hiyo kwa kina. Hali inazidi kuwa tete kwa wahudumu wa mpango wa afya kwa wote baada ya waziri wa afya Aden Duale kusema kuwa wizara yake haina fedha za kutosha kuwaajiri wahudumu hao kwa kandarasi ya kudumu. Duale aliweka bayana kwamba wizara hiyo kwa sasa ina shilingi bilioni 3.5 ambazo zimetengewa kuwaajiri wauguzi wa afya kwa kandarasi ya muda. Sasa mnisikize, mimi sina pesa. Ile pesa niko naye ni 3.5 billion ya contract. Na hiyo 3.5 billion wakati nilienda sijui ilikuwa nafanya nini afya, kwa sababu katiba ya Kenya Schedule 4 inasema resources follow functions. Huku vuta ni kuvute ikiendelea katika wizara ya afya, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna alisema mbali na kutoa wito wa kuwaajiri wauguzi wa huduma ya afya kwa wote kwa kandarasi ya kudumu, aliwasihi magavana kuungana na seneti ili kupigania mgao wa shilingi bilioni 450 kwa kaunti katika mwaka ujao wa kifedha ili kukidhi mahitaji ya wahudumu hao. Na hawa manasi na watu wa UHC, Mheshimiwa Duale, watanivunjia nyumba bwana. Hao watu wananitumia message usiku na mchana, wanasema ukikutana na Duale mkumbushe permanent and pensionable, wanataka pesa yao muwaandike. Akizungumza katika kaunti ya Garissa wakati wa uchaguzi wa maafisa wa muungano na uzinduzi wa tawi la muungano huo, katibu mkuu Brown Ashira alionya kuwa hatua hiyo inaweza kuwaathiri maelfu ya wafanyikazi wa afya ambao tayari wanakumbwa na hali ngumu ya kazi, kucheleweshwa kwa mishahara, kupandishwa vyeo pamoja na madai ya ufisadi katika baadhi ya serikali za kaunti. Tunajua ile ukora iko kwa counties. We know the kind of ukora. There's a lot of clanism, there's a lot of nepotism, there's a lot of corruption. We know when that payroll is transferred to the counties without a proper harmonization of their salaries according to the SRC circular, our colleagues will be disadvantaged. Baraza la magavana nalo linataka mkutano wa dharura na Rais William Ruto ili kuingilia kati kutatua mzozo huo, huku baraza hilo likimshtumu waziri mpya wa afya Aden Duale kwa usimamizi mbaya. And what we're actually seeing here is the CS is trying to transfer his problem to us. Because if the UHCs that are at work are not funded in perpetuity, the moment their contract ends, they'll start demanding that counties absorb them. And all we're saying is, where is the money to absorb them? Haphazard contracts were awarded, people are posted to counties, the counties are expected to supervise them, yet they are not in control of the payroll. We don't see the urgency that is there for the ministry to transfer a contract that is coming to an end in a year's time, when it has been on for the last 6 years, at the same discriminative job group that the UHC staff are out there about. And therefore our position is, let the ministry keep the payroll as long as they don't provide the prerequisite resources. Wahudumu hao sasa wamesema katu hawatotishika wala kurudi nyuma katika kushinikiza serikali kusikiliza matakwa yao.